Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa wetu wote mnaofuatilia chaneli yetu pendwa hii kabisa ya YouTube, nipende kumifahamisha au kumitaarifu darasa zipo na darasa zinaendelea. Leo hii tumekuja na darasa linalohusu kubatilisha uchawi. Uchawi sasa hivi umekuwa ni kitu cha ajabu sana. Uchawi sasa hivi umekuwa ni kitu kinachoumiza watu wengi sana. Hivyo tumekuja na darasa ambalo litakalo kuelekeza wewe au litakalo kufundisha wewe ni namna gani, kama umelogwa, umefanyiwa uchawi aidha katika mwili au katika mji wako, ni namna gani uweze kubatilisha uchawi ule. Zipo njia nyingi sana za kubatilisha uchawi, lakini mimi leo nitatoa njia moja tu, lakini njia hiyo kwa wewe utakayezingatia na ukaifata kwa usahihi, hakika hutajutia na hakika utajionea maajabu makubwa sana, kwani njia hiyo itakuwa kwako ni mujarabu na tatizo hilo la uchawi itakuwa umeliondosha kabisa. Wengi wanakuwa wanasumbuliwa katika miji, wengi wanakuwa wanasumbuliwa katika miili yao, wengi wanakuwa wanasumbuliwa makazini, na katika kusumbuliwa huko kote sababu kubwa unakuta ni uchawi. Wengi wameachishwa makazi, wengi wameharibikiwa katika maisha yao, wengi wamekimbia miji yao, lakini sababu kubwa unakuta ni nini? Ni uchawi. Leo hii nitatoa njia ambayo ni rahisi sana ya kuweza kubatilisha uchawi. Wewe uliofanyiwa uchawi, basi leo ndo mwisho wa huo uchawi. Endelea kufuatilia darasa letu hili mpaka mwisho ili uweze kufaidi, uweze kuendelea kupata darasa mbalimbali na nyingine zitakazokuja. Somo la leo linatuambia namna ya kubatilisha uchawi. Kuna namna nyingi sana za kubadilisha uchawi, lakini leo mimi nataka uzingatie vitu hivi vichache kabisa ambavyo vitu hivyo vitaenda kubatilisha huo uchawi. Jambo la kwanza kabisa, nahitaji uchukue maji ya bahari. Wewe unaofuatilia video hii, basi yazingatie haya maelekezo ninayoyatoa, kwa sababu maelekezo haya ukaenda kufanya kwa usahihi ndio itakuwa ni asbabu kwako wewe ya kuweza kubatilisha huo uchawi. Kwanza uchukue maji ya bahari. Maji ya bahari usichukue maji ambayo yapo tu, hapana. Chukua maji ya bahari yanayotoka. Nikisema maji ya bahari yanayotoka, kwa lugha nyingine wanasema maji ya bahari yanayokwenda. Lakini pia kwa lugha nyingine unaweza kaambiwa maji ya bahari, maji yanapokwenda kula. Kwa hiyo chukua maji yale yanayotoka, yanayokwenda, yale yanaweza kutoa na kwenda kabisa na yale machafu na ule uchawi kabisa ambao umefanyiwa wewe, maji yale yanaweza kasafisha kabisa. Kwa hiyo chukua maji ya bahari yanayotoka. Maji hayo ya bahari hakikisha unachukua, usikose kuchukua kopo 7. Usikose kuchukua kopo 7. Nikisema kopo na maanisha hata kama ni jagi, mfano wake uwe ni sehemu kama ya lita 1, ile jagi ya lita 1, basi unakwenda kuchota makopo 7 au majagi 7 ya lita 1. Kama kwako itakuwa lita 1 ni uzito sana, basi beba hata ya nusu. Nenda hata na chupa za nusu mara 7 ziwe 7. Hakikisha natimia 7, yani katika kuzichota hakikisha ziwe 7. Lakini kitu cha pili ambacho cha kuzingatia pia, naomba uchukue maji ya visima 7. Maji hayo ya visima 7 yachukue maji ya alfajiri, asubuhi, kabla visima vile havijaenda kuchotewa maji. Basi ikiwezekana wewe ndo uwai pale katika kuchota hayo maji. Zunguka katika visima 7 ambavyo vimekuzunguka pahala popote, basi chota maji ya visima visivyopungua 7, yani inamaanisha visima 7. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana, hakikisha unachuma tura, wengine wanaita ndulele, wengine wanaita tura. Basi hakikisha unachuma tura 7. Hizo tura 7 unazozichuma
Sio kama uendo kwenye mti huu, hapana. Unaweza ukachuma tura 7 katika mti huo mmoja, ila hakikisha unazihesabia inafika 1, 2, 3 mpaka 7. Ukishaandaa vitu vya namna hiyo au vya mazingira hayo, basi kuna makombe ambayo mimi nitahitaji uyaandae. Kuna makombe ambayo nitakayohitaji uyaandae. Makombe hayo ni kombe la nasi. Kombe la nasi utaandaa kul a'udhu birabbin nasi, lakini vile vile pia utaandaa kombe la falak, kul a'udhu birabbil falak, lakini vile vile pia utaandaa kombe la ayat kursiyu. Andaa makombe ya namna 3. Andaa makombe hayo matatu, kisha changanya kwenye yale maji ya bahari, changanya kwenye yale maji ya visima 7. Maji ya visima 7 ambayo yenyewe pia utachukua kwa mfumo ule ule kama makopo 7. Maji ya baharini yenye kutoka ambayo na yenyewe atakuwa na mfumo, maji hayo yatakuwa na mfumo ule ule wa makopo 7. Lakini vile vile pia utaandaa zile tura ambazo ni ndulele, ni tura, basi kwa jina lolote ambao unafahamu, chukua zile tura ambazo ni 7. Vile vile pia utaandaa makombe yako hayo, utachanganya vyote kwa pamoja. Baada ya kuchanganya vyote kwa pamoja, itakuwa ni sehemu ya wewe maji yako yale kwenda kuyaoga kwa muda wa siku 7. Lakini vile vile pia kama ni kwenye mji, itakuwa ni sehemu wewe yale ya maji yako ya kumwaga katika ule mji ambao umeweka ule uchawi ambao umeshindikana kabisa. Hii ni njia kubwa sana ambayo hakika hakuna uchawi wowote utakaosogea, hakuna uchawi wowote utakaokaa katika mji huo, hakuna uchawi wowote utakaosogea katika mji huo, hakuna uchawi wowote utakaokaa katika mwili huo, hakuna uchawi wowote utakaokaa katika mwili wako endapo ukatumia dawa hii. Hautaijutia dawa hii. Tumie dawa hii, utajionea maajabu makubwa sana. Baada ya kuchanganya kwa taratibu kama hizo, kwenye mji utakuwa unamwaga ndani ya siku 7. Kwenye mji utakuwa unamwaga ndani ya siku 7, lakini hata kwenye upande wa mwili na yenyewe utakuwa unakoga kwa muda wa siku 7. Zile turatura usizipasue, ziwe mule kwenye ile sehemu ya mchanganyiko wa ile dawa. Na unachukua maji mengine, unachukua ile dawa yako ambayo tayari umeshaweka mchanganyiko wote, unachanganya na maji mengine, unaenda kuoga. Unachukua mchanganyiko wako wa zile dawa, unachanganya na maji mengine, basi unakwenda katika mji wako, unaenda unamwaga, aidha ni upande wa nyuma na upande wa mbele, kulia na kushoto, mbele na nyuma, kote utamwaga. Hakika utajionea maajabu makubwa sana. Na kama kuna mchawi katika mji huo ana tabia hiyo ya kuja kuchezea mji wako, ya kuja kuwangia mji wako, basi utamuona yeye mwenyewe anaanza kupata haya, yeye mwenyewe anaanza kupata aibu, yeye mwenyewe anaanza kujisikia aibu, kwa sababu anajua tayari mambo yake tayari yashafanyaje, yameshajulikana na ameshaharibuliwa yote. Lakini vile vile pia hata kama alikuwa anakufanyia wewe katika mwili wako, basi mtu huyo au mchawi huyo ataanza kutoa sababu kuwa wewe sio mzuri, wewe ni mbaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe tayari umeshaenda kuyaua yale mambo yake mabaya. Zingatia dawa hii kwa wewe unesumbuliwa na tatizo hilo, hakika utajionea maajabu makubwa sana. Lakini vile vile pia kwa wewe ambaye huwezi kuandika makombe, basi makombe yale yanaweza yakatumwa pahala popote ulipo, ukaandaliwa makombe hayo, basi yakatumwa huko ulipo. Kwa wewe ambaye pia uko mbali zaidi, ambaye makombe nakuwa ni mtihani kuyapata, basi kuna taratibu ambazo zinaweza zikasomewa, inaweza kasomewa yale maji kwa taratibu ya sura hizo, zikasomewa wewe uko ulipo, ukapewa taratibu za kutumia. Nipende kumikumbusha jambo moja tu ambalo ni muhimu sana. Maji yale au dawa ile inakuwa imeingia makombe yale au dawa hiyo katika sehemu ya kwenda kuoga, hakikisha usiogee sehemu ya chooni, usioge sehemu ya bafuni wala sehemu ya chooni. Ni vizuri zaidi ukaogea nje. Lakini katika kumwaga pia hakikisha haumwagi sehemu ya chooni, ni sehemu ya nje tu ndo sehemu ya kumwaga. Baada ya siku 7 kukamilisha yale, chukua zile tura zako 7, nenda katika sehemu ya njia panda, nenda kazibanje au kazipasue. Ukifika pale unazikanyaga kwa manuizi, naua kila aina uchawi, naua kila aina sihiri,
basi kuanzia leo hii kama kuna uchawi wote ulifanyika katika mji, katika mwili wangu, na viua, na hakika visinisogelee wala visikae. Haraka sana viniondoke katika mwili wangu, viniondoke katika mji wangu. Ndugu zangu, endeleeni kufuatilia chaneli yetu pendwa hii kabisa ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarabu, na pia itatoka taratibu zake nzuri kabisa. Kuna mambo mazuri sana yatakuja, yataendelea. Mtaendelea kufaidi mambo mengi sana 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 sana. Kikubwa ni kuendelea kufuatilia chaneli yetu pendwa hii kabisa, ili muweze kupata mambo mazuri kabisa. Kwa wale ambao namba za simu ambao hawajabahatika kuzipata, nambari za simu 0622 12 48 12. Kuna mambo mazuri sana yanakuja, endeleeni kufuatilia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.